Akizungumza kupitia vyombo mbalimbali vya habari pamoja na kujirekodi video zilizosambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Rombo Joseph Roman Silasini ameguza hisia za wengi kufuatia uamuzi mkali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kumsimamisha kazi na kumtaka ajieleze kwa maandishi ya ndani ya siku 14 kufuatia tuhuma nzito za ukiukwaji wa maadili na usaliti dhidi ya uongozi mkuu wa taasisi hiyo ya kisiasa nchini Tanzania. Hatua hii kali ya kinidhamu imekuja baada ya mwanasiasa huyo mkongwe kuonekana hadharani akitoa shutuma nzito na za wazi dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Tanzania Bara John Heche, akidai kuwa kiongozi huyo anapaswa kuchunguzwa kwa madai ya kufanya ubadhirifu na kula fedha za ndani za chama hicho kikuu cha upinzani nchini. Uamuzi huo ngumu na wa dharura wa kusimamishwa mwanachama huyo umefikiwa rasmi wakati wa kikao maalum cha dharura cha kamati chama hicho ngazi ya kata ya Makidi kilichotokea mnamo Julai 14, ambapo viongozi walijadili kwa kina mienendo ya mwanasiasa huyo na kuona kuwa ameingilia na kuguza misingi mikuu ya nidhamu na utaratibu wa chama kwa kutoa matamko ya kijeshi kwenye vyombo vya habari badala ya kutumia njia rasmi zilizowekwa kikatiba kuwasilisha malalamiko yake. Barua rasmi ya kusimamishwa kwake iliyoandikwa na uongozi wa chama wilaya ya Rombo mnamo Julai 15 ilimtaka kiongozi huyo kueleza kwa maandishi chini ya ibara ya 6.3.6c ya katiba ya chama kwa nini hatua kali zaidi ikiwemo kufukuzwa wanachama kabisa zisichukuliwe dhidi yake, huko nakala za barua hizo zikiwasilishwa hadi ngazi ya juu ya kanda ya kaskazini. Mvutano huu mkubwa wa ndani unakuja katika kipindi ambacho viongozi na wanaharakati mbalimbali wa chama hicho akiwemo kiongozi wa vijana na mwanaharakati maarufu Hilda Newton walikuwa wamekwisha kutoa tahadhari mapema kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii kama vile Twitter na Instagram, wakieleza kuwepo kwa njama ya makusudi zinazofadhiliwa na fedha ili kuchafua kiongozi huyo mkuu wa Tanzania Bara. Katika maandishi yake, mwanaharakati huyo alieleza kuwa mwanasiasa huyo mkongwe alionekana Masaki jijini Dar es Salaam nyumbani kwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi Ojambi Didas Masrasubo kwa lengo la kurekodi video maalum za propaganda zinazolenga kushambulia kiongozi huyo mkuu wa Chadema kutumia mada ya ubadhirifu wa fedha za chama ili kumvua nguvu ya ushawishi na kuhamasisha mjadala wa kitaifa. Baada ya kukamilika kwa kurekodi kwa video hizo ambazo zilipangwa kuachiwa rasmi tarehe 14 Julai, mwanasiasa huyo anadaiwa kupokea malipo ya kifedha kutoka kwa wapinzani wao wa kisiasa, hatua iliyopelekea kusambaa kwa video hiyo mitandaoni yote ikionyesha akimtuhumu kiongozi huyo mkuu na pia akimsihi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kutomwajiri ama kutomwachilia huru mwanasiasa Tundu Lissu kwa shinikizo la mataifa ya nje bali kwa ustawi wake mwenyewe. Hatua hii ilitafsiriwa vilevile na wanachama wengi kama usaliti wa kiwango cha juu, kwani inakwenda kinyume na msimamo rasmi wa chama anaoipigania uhuru na haki ya viongozi wao wakuu pamoja na madai ya katiba mpya. Wanachama wengine waandamizi wa chama hicho walijitokeza haraka kutoa hadharani kuwataka Watanzania wote kutokubali kuyumbishwa na kile walichokiita propaganda za Chama cha Mapinduzi CCM zilizolenga kuwapoteza
kwenye reli ya madai ya msingi, wakisisitiza kuwa swala la kukamatwa kwa fedha ili ni njama za kutengeneza ili kudhoofisha ajenda za kudai katiba mpya na maendeleo ya nchi. Ndani ya duru za kisiasa za chama hicho kumekuwa na wasiwasi mkubwa kuwa kurejea kwa wanasiasa wakongwe hivi karibuni, akiwemo mkongwe mwanasiasa huyo. Mageuzi ya NRRC kuingiliana na malengo ya kijasusi au kama kizusi kilichotumwa na mfumo wa kiutawala ili kufuruga amani, shikamano na kuvunja kwa siri mipango ya ndani kuelekea uchaguzi mkuu. Hali hii inazidi kuwa tata kufuatia ripoti zinazoonyesha kuwepo kwa mradi mkubwa na endelevu unaoratibiwa na watawala wa sasa kwa kutumia fedha nyingi kuwanunua wanachama wasio na waaminifu pamoja na vijana wanaovalishwa sare rasmi za chama ili kutoa ushuhuda wa uongo dhidi ya uongozi mkuu, huko taarifa za hivi punde zikionyesha kuandaliwa kwa video nyingine chafu zitakazomhusisha Pindi ambaye alijitokeza kudai kuwa ana uhusiano usiofaa na kiongozi huyo wa ngazi ya juu. Kitendo hiki cha kusimamishwa kwa mwanasiasa huyo kimeonyesha nia dhabiti ya uongozi wa wilaya wa Rombo kulinda heshima na misingi ya chama hicho chini ya ibara ya 114 ya 215 ya katiba ya Muungano wa Tanzania mwaka wa 2006 toleo la mwaka 2019. Uamuzi huo umepokelewa kwa hisia tofauti na wafuasi wa chama hicho katika kanda ya kaskazini, huku wengi wakiunga mkono hatua hiyo, wakiamini kuwa nidhamu ndiyo nguzo kuu ya ushindani na uimara wa chama chochote cha kisiasa kinachotaka kuleta mabadiliko ya kweli ya kiutawala nchini Tanzania. Hatua ya kumpa siku 14 ya kujieleza inampa mwanasiasa huyo nafasi ya mwisho ya kisheria ya kusafisha jina lake au kukabiliwa na furugu ya kusushwa na kufukuzwa wanachama kabisa, jambo ambalo linahitimishwa safari yake ya kisiasa ndani ya chama hicho ambacho amekuwa akitumiwa kama jukwaa kuu la ushawishi kwa miaka mingi. Uchunguzi wa kina wa mwenendo wa kisiasa wa mwanasiasa huyo unaonyesha kuwa amekuwa na historia ya kuyumba kisimamo na kuhama vyama mara kwa mara, jambo linalomfanya wanachama wengi kutomwamini kwa 100% na kuona kuwa kusimamishwa kwake ni hatua sahihi ya kuchelewa iliyolenga kulinda usalama wa mipango ya chama. Kupitia barua hiyo iliyotolewa na uongozi wa Rombo, chama kimesisitiza kuwa hakitavumilia aina yoyote ya usaliti, machungu au kutumiwa na vyama vingine vya siasa kujenga migogoro isiyo na tija inayolenga kudhoofisha nguvu ya chama katika ngazi za mikoa na wilaya kote nchini.